Kuna hii tabia ya watu kupostiana kwenye mitandao ya kijamii, aidha mtoto wa kiume kumposti mpenzi wake wa kike ama mtoto wa kike kumposti mpenzi wake wa kiume kwenye mitandao ya kijamii, nazungumzia kama vile Instagram, Facebook na vitu kama hizo. Sasa Doto Magari, huyu dalali na ni mfanyabiashara wa magari kutokea Tanzania, amesema kwamba hii tabia ya mtoto wa kiume kuposti wapenzi wao ama kuposti mke wake, simuelewa, kwenye mitandao ya kijamii si jambo zuri sana la kuliendekeza kupostiana, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanamposti mpenzi wao kwa siku mara 3. Unakuta asubuhi kamposti, lakini mchana kamposti, saa 12 jioni kamposti, yani kwa siku kamposti mara 3. Utafikiri dozi ya malaria, umenielewa? Hivyo ni according kwa Doto Magari bana. Sasa hii tabia si nzuri sana postiana kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu tayari watu washafahamu kwamba wewe na fulani ni mke wako, kama wewe na fulani mpo kwenye mahusiano. Mimi kwamba mahusiano yenu watu wanayafahamu. Hakuna haja ya kupostiana mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu wakati mwingine huenda hayo mahusiano mnapopostiana mkawa mnasababisha misunderstanding na vitu kama hizo. Sasa ila hapa Doto Magari yeye alibase kwa watu wa kiume na kusema kwamba tusiwe na tabia ya kupenda kuposti wanawake zetu ama wake zetu kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara, kwa sababu inakuwa si vizuri sana, umeelewa? Yemen akasema kwamba mnaona mwenzenu sasa hivi alikuwa anamposti sana mpenzi wake, kila muda anamposti, anamzungumzia. Haya sasa hivi anaidai ndoa, umeona, anatafuta mke wake, anahangaika kwa waganga, anahangaika kwa watu na vitu kama hizo nini, kwa sababu yeye mwenyewe ndo ametengeneza mazingira ya kuposti mara kwa mara mpenzi wake. Sasa ukiangalia comment za watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Doto Magari hapa anamsema Mwijaku, wengine wanasema Doto Magari hapa anamsema Kiredio na vitu kama hizo, lakini comment nyingi zimeenda kwamba Doto Magari hapa anamzungumzia Mwijaku, na tunafahamu kwamba Mwijaku of course hayupo kwenye mahusiano yeye na mke wake mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviko sawa kwa wao wawili, umeelewa? Na Mwijaku alisema kwamba still bado anatumia watu tofauti kwenda kuzungumza na aliyekuwa mke wake na vitu kama hizo. Sasa watu wamekuwa wakizungumza kwenye hii posti ya Doto Magari wakisema kwamba ili ni dongo Doto Magari amelitupa kwa Mwijaku ama kwa Kiredio, lakini comment zimekuwa ni nyingi kwamba wakisema kwamba hapa Doto kamzungumzia Mwijaku. Hebu niambie wewe msikilizaji wa Kasako Media na mtazamaji wa Kasako Media, niambie kwamba kwani kumposti mpenzi wangu ni dhambi ama kumposti mpenzi wangu kweli ni boko ama si boko? Wasanii kila siku mnaambiwa kwenye mitandao, kwenye social media, msiposti wake zenu. Sijui mnanielewa? Si wasanii tu, mtu yoyote. Sawa bwana, utakiwi kumposti wife. Tena tunasifia jina, tunalibrand wife. Sasa wewe tena kwa sababu ushakuwa social media, wewe komledia, wewe mchekeshaji, wewe msanii, wewe influencer, kutwa kwa siku mke wako unamposti mara 3. Azana azuri ushamposti, azana saa 10 umemposti, azana jioni saa 12 ushamposti. Oya, kama kapotea babu, au utafikiri anatangaza matangazo au tena ndio tukawa tangazo la mtu Fudenke? Kwa nini jamani ambadiliki? Wewe umejiposti saa 12, saa 2 asubuhi umemposti mkewe, saa 5 mchana umemposti mkewe, saa 6 umejiposti. Vipi babu, mnakwenda wapi nyinyi wasanii? Mbona mnapotea? Na sio wasanii tu, kwa watu wote ujumbe ukufikieni. Acheni kuposti watu wenu au viumbe wenu au kwa jina lingine la romantic wife. Acheni kuwaposti, mnapoteza haki zenu za msingi. Wewe unajua unapomposti mke wako kwa siku mara 3 tayari pale ushaika zongo. Au hujui? Au mko kibiashara? Hatuelewi, maana wengine hapa unamposti wife mko kibiashara. Sasa hivi maana ndoa ziko kimkataba, mshaelewana. Paso kwa paso, afu. Ni posti ni kulipe. Oya, acheni babu, mnapoteza haki zenu za msingi. Umeona sasa ile mtokea mtu Fudenke kamposti wife, unaona sio alikuwa kwenye mikataba, ni posti ni kulipe, tayari imekuwa zongo sasa. Oya, sio poa babu. Hebu jitambueni, jifahamuni. Unapomposti mkewe jua kabisa kuna tatizo au kuna kitu gani mpaka unamposti mkewe. Usitake sifa tu za mitandaoni kila kukicha wewe kumposti mkewe, kujifanya nyie ndo maisha yenu mazuri, nyie ndo kila sehemu mko nyie kila sehemu mnaonekana nyie, mnataradadi nyie. Oya babu, nitakupostini alafu ikija kurudi reverse yake na kwa haina break wala haina vigongo chini kuzuia. Oya, sio poa babu. Mjifunze, acheni sifa za mitandao. Oya, ukiona watu wanakusifia sana ujue unakosea. Labda nikwambie, ukiona watu wanakusifia sana kwenye mitandao ujue kuna kitu unakikosea. Shauri zenu, mimi nakwambieni. Sisi tuna elimu dunia ujue. Oya,
si mataikuni ujue, si taikondo ujue babu. Acheni kuwaposti wake zenu kwa jina lingine wife, narudia tena. Haya sasa Mtufu Denki unaona alomkuta? Umeona alomkuta? Anamtafuta mganga wakati yeye mwenyewe ndo alikuwa anajitibia. Oya, tuishie hapo tulikoishia. Hii unaweza ukasema series ya Kikolea. Hii unaweza ukasema series ya Kikolea. Wasomi hai. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.